Na Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, nichukue nafasi hii ya pekee kukukaribisha sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu. Mimi ninazungumza nawe ninaitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, na kabla hatujaanza basi nikukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunajiweka mikononi mwako, utusaidie mimi mwasilishaji na msikilizaji, tunapokuwa tukijifunza masomo haya tuweze kuyaelewa, lakini yatusaidie na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Hiki ni kipindi ambacho kinatupa mafundisho ya pekee kuhusu Roho Mtakatifu, kwa jinsi ambavyo maandiko matakatifu yaani Biblia imemfunua Roho Mtakatifu. Mwaka jana, mwaka wa 2024, tulijifunza maeneo yafuatayo ya muhimu kuhusu Roho Mtakatifu. Eneo la kwanza, tulijifunza Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Hapa tuliangalia jinsi ambavyo Biblia imemfunua Roho Mtakatifu tangu kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza fungu la 2 mpaka kitabu cha Malaki sura ya 4. Maandiko yanataja kwa bayana kabisa juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu na utendaji kazi wake katika watumishi wa Mungu, hasa katika agano hilo la kale. Eneo la pili ambalo tulijifunza kuhusu Roho Mtakatifu, tulijifunza habari ya uungu wa Roho Mtakatifu. Hapa tulijifunza jinsi maandiko yanavyomfunua Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Biblia inapomfunua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, haimaanishi ya kwamba yeye ni Mungu wa tatu, kwamba kuna Mungu wa kwanza, kuna Mungu wa pili, alafu yeye ni Mungu wa tatu. Haifunui hivyo. Maandiko yanamfunua ya kwamba yeye ni moja kati ya nafsi zile tatu, na katika zile nafsi tatu zote zinashare uungu. Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo hatuna miungu watatu, ila tuna Mungu mmoja ambaye amejifunua kupitia neno lake takatifu. Kwa hiyo tuliona maeneo hayo yanayofunua uungu wa Roho Mtakatifu. Tukaangalia jinsi Biblia inavyomfunua Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, inamfunua Mungu kulingana na kazi zake anazozifanya. Lakini jambo la pili, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sifa zake za kiungu. Na jambo la tatu, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kwa njia ya majina yake. Kwa hiyo vipengele hivyo vitatu vinafunua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Eneo lingine ambalo tulijifunza mwaka jana ilikuwa ni habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi. Tulijifunza kwa kina sana tangu Agano la Kale na Agano Jipya ya kwamba Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni nafsi. Na Biblia inapomfunua kwamba ni nafsi, inatufunulia kwamba yeye ni moja kati ya zile nafsi tatu, kwa sababu Biblia imeweka wazi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa hiyo katika nafsi zile tatu, Roho Mtakatifu pia ni moja kati ya nafsi tatu. Na tulijifunza vipengele vitano vinavyoonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi. Jambo la kwanza, tuliangalia sifa zake za kuwa nafsi. Jambo la pili, tuliangalia maandiko yanamfunua Roho Mtakatifu anatendewa kama nafsi. Jambo la tatu, tuliona Roho Mtakatifu ana huduma ya nafsi. Jambo la 4, tuliona Roho Mtakatifu ametajwa kama nafsi akihusianishwa na nafsi zingine mbili. Na jambo la 5, tuliona Roho Mtakatifu amefunuliwa kama nafsi kulingana na sifa zake za nafsi. Hivi ni vipengele vitano vya muhimu sana vinavyomfunua Roho Mtakatifu kama nafsi. Na kukaribisha katika mwaka huu, tunaanza tukiendelea na pale tulipoachia mwaka jana. Hivyo ambavyo nimekutajia vilikuwa ni vya mwaka jana, na tulijifunza tangu Januari mpaka Disemba. Mwaka huu tena tunaanza, hatujui tutaishia wapi, lakini Mungu atatusaidia pale ambapo tutafikia tuweze kujifunza kwa kina na hatimaye tuweze kumfahamu Roho Mtakatifu kama moja ya nafsi tatu za kiungu. Sasa mwaka huu tutajifunza maeneo yafuatayo ya muhimu. Jambo la kwanza, tutajifunza ishara za Roho Mtakatifu katika Biblia. Hii pia ni eneo la muhimu ambalo watu wengi wamekuwa wakichanganya. Wakiona ishara wanasema Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya utendaji wa Mungu. Na hivyo tutajifunza kwa kina ishara za Roho Mtakatifu katika Biblia. Na kipengele cha pili ambacho tutajifunza
tutajifunza Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tulijifunza Agano la Kale, tutahamia Agano Jipya. Na hapa tutaanza tangu kitabu cha Mathayo sura ya 1 fungu la 18 ambapo anatajwa kwa mara ya kwanza mpaka Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17 ambapo anasema Roho na bibi harusi wasema njoo. Kwa hivyo nikukaribishe katika kujifunza kwetu. Siku ya leo tunaanza na ishara za Roho Mtakatifu. Hicho kipengele ndio tutaanza nacho kuanzia siku ya leo na kuendelea. Na leo sasa tutaangalia jinsi maandiko yalivyomfunua Roho Mtakatifu na kutuongoza kufahamu ishara mbalimbali ambazo Biblia imezifunua zinazoonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi 3 za kiungu. Sasa tunapoanza tuanze na swali hili. Roho Mtakatifu amefunuliwaje katika Biblia? Hili ni swali la msingi ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza. Na ni vizuri ufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu amefunuliwa vipi. Watu wengi wamekuwa wakiuliza, hivi Roho Mtakatifu amefunuliwaje katika Biblia? Mbona nashindwa kuelewa? Na wengine wakiona anatajwa Roho ya Mungu, Roho ya Baba yake, Roho wa Mwana, Roho wa Kristo, wanasema ni roho ambayo iko ndani ya Kristo au roho ambayo iko ndani ya Mwana au roho ambayo iko ndani ya Baba. Wanashindwa kuelewa ni kwa jinsi gani Roho Mtakatifu amefunuliwa. Sasa tumesoma hapo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema kwa maana wako 3 washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na 3 hawa ni umoja. Sikiliza kwa makini. Wa kwanza kutajwa hapa ni Baba. Anapotajwa Baba anafunuliwa ya kwamba yeye katika Biblia inamfunua katika utatu, yeye ndiye chanzo, yeye ndiye mwanzilishi, yeye ndiye initiator, ndiye anayeanzisha katika mipango ya kiungu yote. Na mipango mikubwa ambayo imefunuliwa katika Biblia ni miwili tunayofahamu. Moja ni uumbaji, 2 ni ukombozi. Kwa hiyo ukisikia Baba, maana yake yeye ni mwanzilishi, yeye ni chanzo. Ukisoma Yakobo 1 mstari wa 17 anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hushuka kutoka kwa Baba wa mianga, ambaye kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa hiyo Baba ni chanzo. Lakini Mwana yeye ni neno, yeye ni kauli ya Mungu. Katika utatu mtakatifu yeye ndiye anayemfunua Baba, na ndio maana alitamka kwa kinywa chake. Ukisoma Yohana sura ya 14 mstari wa 9, Yesu Kristo anasema aliyeniona mimi amemuona Baba. Na Yohana 1 mstari wa 18 anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo Yesu ndiye ufunuo wa Baba. Yeye ndiye anayemfunua Baba. Baba ambaye ni chanzo anafunuliwa na Mwana. Kwa nini maana yake? Ili tuweze kufahamu mipango ya Baba, ili tuweze kufahamu kusudi la Baba, tunalifahamu kupitia Mwana, tunalifahamu kupitia Yesu Kristo ambaye ndiye Mwokozi wetu. Roho Mtakatifu yeye amefunuliwa kama nani? Kama ambavyo ndio swali letu tunajiuliza. Biblia inamfunuaje Roho Mtakatifu? Yeye amefunuliwa kama mtendaji. Yeye ndiye mtendaji. Na hapa twende vizuri sasa, kwa sababu ndio tunaanza kujifunza ishara za Roho Mtakatifu, tuweze kuelewa maana hizi ishara zote zinaonyesha utendaji wa Roho Mtakatifu. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni mtendaji katika utatu mtakatifu au katika uungu. Yeye analo jukumu la kutenda. Na kama nilivyokuambia, maandiko yanatufunulia makusudi makubwa mawili ya Mungu. Moja ni uumbaji. Kisikia Mungu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, hilo ni mpango wa Mungu, ni kusudi la Mungu. Alafu Biblia inasema Mungu akaumba. Kwa hiyo kusudi la kwanza lilofunuliwa la Mungu ni uumbaji. Lakini kusudi la pili ni ukombozi. Sasa katika yote haya Roho Mtakatifu anafunuliwa ni mtendaji. Na tulijifunza wakati wa Agano la Kale jinsi alivyofunuliwa Roho Mtakatifu akitenda kazi wakati wa uumbaji. Sasa tangu kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2, neno la Mungu linasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
Twende fungu lingine, Malaki sura ya 4 mstari wa 5. Biblia inasema, angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Haya ni mafungu mawili. Fungu la kwanza linatufungulia katika Agano la Kale, Mwanzo 1 fungu la pili. Ni fungu la mwanzoni kabisa. Lakini fungu lingine ni la Malaki, linapofunga Agano Jipya. Tunaona mwanzoni anafungua ni Roho Mtakatifu. Mwishoni Agano Jipya, Agano la Kale, naye anafunga ni Roho Mtakatifu. Twende katika Agano Jipya. Mathayo sura ya 1 mstari wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake aliyekuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona hapa hata kabla Mwokozi hajaja duniani, anayeanza kutajwa hapo ni Roho Mtakatifu, ya kwamba yeye ndiye atakayemleta huyo Mwokozi. Anasema Mariamu alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Alafu twende fungu lingine, ukisoma Ufunuo sura ya 4 na mstari ule wa 5. Biblia inasema roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Ufunuo 1 mstari wa 10 anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Na Ufunuo 22 mstari wa 17 anasema na roho na bibi harusi wasema njoo. Sasa mafungu haya tumeyasoma, tumeyachukua katika maeneo muhimu sana ya Biblia. Fungu la kwanza ni mwanzo, wakati wa uumbaji. Biblia inapotufunulia, yani mwanzoni kabisa, anatajwa roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Malaki sura ya 4, wakati Agano la Kale linaisha, wakati watu wanajiandaa kumpokea Masihi, Mungu anatabiri ya kwamba atainuliwa yeye atakayetangulia mbele ya Masihi. Na anasema roho aliyekuwa kwa Elia ndiye atakayekuwa kwake, na atakayewaongoza watu waweze kumgeukia Mungu, waandaliwe kumpokea Masihi. Hapa Roho Mtakatifu pia anatajwa katika utendaji wake. Mathayo sura ya 1 fungu la 18. Biblia inatuambia habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na hata kabla hajazaliwa, Roho Mtakatifu ambaye ndiye mtendaji katika utatu, yeye ndiye mwenye kufanya huyo Mwokozi haweze kuja hapa duniani. Kwa lugha rahisi, yeye ndiye aliyefanya muujiza wa kumleta Yesu Kristo katika tumbo la Mariamu. Sasa wakati wa ukombozi, Roho Mtakatifu ana huduma katika maeneo matatu ya muhimu. Eneo la kwanza ni kumleta Mwokozi katika tumbo, anazaliwa. Huo ni muujiza wa kiungu, ni Mungu peke yake anayeweza kufanya hilo jambo, na ndio maana Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini eneo la pili ni Roho Mtakatifu atakuwa juu ya Masihi mwenyewe. Huyo Masihi atakayezaliwa, Roho Mtakatifu atatenda, atakuwa juu yake. Ndio maana hata Yesu alisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta niwatangazie maskini na wafungwa kufunguliwa kwao. Lakini eneo la tatu, Roho Mtakatifu atafanya kazi baada ya Masihi kumaliza kazi yake. Yeye ndiye anayeendeleza kazi hapa duniani mpaka mwisho wa wakati. Wakati huo Yesu yuko mbinguni anatuombea. Ndio maana Yesu alisema nitawatumia msaidizi ambaye yeye atakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo Biblia inapomtaja, kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Malaki, kitabu cha Mathayo, Ufunuo wa Yohana, pamoja na mafungu mengine yote humo katikati, nimechukua fungu ya kwanza la mwisho, la kwanza la mwisho, ili kuonyesha ya kwamba Biblia nzima inamfunua Roho Mtakatifu ndiye mtendaji katika utatu mtakatifu. Kwa hivyo katika uumbaji, Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Katika ukombozi, Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Yeye anachukua jukumu la kutenda, ndiye anayefanya kazi kutimiza lile kusudi la Baba, na kulitimiza kusudi la Baba ambalo limefunuliwa na Yesu Kristo Mwokozi wetu. Hilo ni swali la kwanza ambalo tumejifunza siku ya leo. Roho Mtakatifu amefunuliwaje? Roho Mtakatifu amefunuliwa kama mtendaji. Swali la pili ambalo tunajiuliza siku ya leo ni kwa namna zipi ambazo Biblia inamfunua Roho Mtakatifu. Sasa ziko namna kuu tatu ambazo zimefunuliwa katika Biblia zinazoonyesha juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu amefunuliwa kwa kutajwa moja kwa moja. Ukisoma Biblia inamtaja kabisa moja kwa moja. Labda tuangalie Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 kama fungu tulilojifunza, lakini Luka 1 mstari wa 35, Matendo 1 mstari wa 8. Hapa Roho Mtakatifu anatajwa moja kwa moja. Ukisoma Mathayo 1:18 anasema kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake aliyekuwa ameposwa na Yusufu, walipokuwa kabla hawajakaribiana,
alionekana na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Unaona Roho Mtakatifu hapa anatajwa kabisa. Matendo 1:8 Yesu alisema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo anasema mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hapa Roho Mtakatifu anatajwa moja kwa moja. Eneo la pili ambalo linamfunua Roho Mtakatifu ni kwa kutajwa kwake akitenda kazi nyuma ya pazia. Maana yake ni nini? Biblia inamfunua Roho Mtakatifu katika utendaji wake akiwa nyuma ya pazia. Maana yake ni nini? Biblia haimtaji moja kwa moja. Biblia haionyeshi kwa ishara yoyote, lakini unaona matokeo ya utendaji wake. Mfano, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38, wakati Farao ameona hekima kwa Yusufu, ameona jinsi ambavyo Mungu amemfunulia Yusufu, Farao anatamka, anasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Kwa hiyo pale Roho Mtakatifu aliweka ndoto, alimpatia ndoto Yusufu na akampa uwezo wa kufasiri ndoto, na alipomfasiria ndoto Farao anakiri, anasema Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Utaona ufunuo huo upo pia katika Danieli sura ya 5 mstari wa 14, wakati Roho Mtakatifu hajatajwa kwa ishara wala hajatajwa moja kwa moja, ila utendaji wake unaonekana, na baada ya matokeo ya utendaji wake ndipo watu wanakiri, wanasema hapa kuna Roho wa Mungu, huyu mtu ana Roho wa Mungu. Hiyo ni aina ya pili ya ufunuo wa Roho Mtakatifu. Aina ya kwanza tumesema Roho Mtakatifu amefunuliwa kwa kutajwa moja kwa moja. Aina ya pili, Roho Mtakatifu amefunuliwa akitenda kazi nyuma ya pazia, kwa maana kwamba hajatajwa moja kwa moja wala hajaonyeshwa kwa ishara yoyote, lakini utendaji kazi wake unaonekana. Aina ya tatu ya ufunuo wa Roho Mtakatifu ni ufunuo kwa njia ya ishara. Hapa ndipo tutakapoanza kuanzia kipindi kinachofuata kuangalia ishara ambazo Biblia inamfunua kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa nikutajie, ziko baadhi ya ishara katika Agano la Kale na Agano Jipya ambazo zinafunua juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Moja, katika Agano la Kale kuna ishara ya nguzo ya moto. Ukijifunza habari ya safari ya wana wa Israeli walivyokuwa wanasafiri kutoka Misri kuelekea Kanaani, walikuwa wanaongozwa na nguzo ya moto, lakini pia walikuwa wanaongozwa na wingu. Hizo ni ishara ambazo Biblia inafunua kwa habari ya Roho Mtakatifu. Tutajifunza kwa kina habari yake. Lakini Agano la Kale pia utakutana na ishara ya kidole cha Mungu, the finger of God. Ni kwa jinsi gani maandiko yanafunua Roho Mtakatifu kwa ishara ya kidole. Ukisikia kidole cha Mungu, Mungu hana vidole, ila kidole cha Mungu ni ishara ambayo inamuonyesha Roho Mtakatifu. Agano la Kale pia na Agano Jipya hii imefunuliwa ni ishara ya mkono wa Mungu au mkono wa Bwana. Hiyo ni ishara inayoonyesha habari ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Lakini ishara nyingine ni ishara ya njiwa. Kama ambavyo unaona, ukiona kwenye screen hapo, unaona kuna njiwa. Na hii ishara ni ya kawaida sana. Hii ukisikia watu wanazungumzia Roho Mtakatifu, kwa haraka sana wanakimbia katika ishara hii ya njiwa. Hii nayo pia ni moja kati ya ishara ambazo zimefunuliwa kuhusu Roho Mtakatifu. Ishara nyingine ni muhuri. Ishara nyingine ambayo imefunuliwa ni maji. Ishara nyingine iliyofunuliwa ikimuonyesha Roho Mtakatifu ni upepo. Ishara nyingine ni moto. Ishara nyingine ni umande. Ishara nyingine ni mvua. Ishara nyingine ni manyunyu. Hizi zote ni ishara ambazo zimefunuliwa katika Biblia zikionyesha utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Biblia inamfunua Roho Mtakatifu katika namna hizo kubwa tatu. Namna ya kwanza ni kwa kumtaja moja kwa moja, lakini namna ya pili ni kwa kumtaja akiwa nyuma ya pazia, kwa maana kwamba utendaji wake unaonekana, lakini hajatajwa hapo moja kwa moja wala hajatajwa kwa ishara, ila unaona utendaji kazi wake. Na watu wakishaona utendaji wanajua tu ya kwamba hapa ni Roho wa Mungu ndiye ametenda kazi. Na aina ya tatu ni ufunuo kwa njia ya ishara, kama ambavyo zimefunuliwa katika Biblia, Agano la Kale pamoja na Agano Jipya.
Sasa napohitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo, kuanzia kipindi kinachofuata tutaanza kujifunza ishara mbalimbali zilizofunuliwa kuhusu Roho Mtakatifu. Na wiki ijayo tutajifunza ishara ya kwanza, ishara ya upepo. Ni kwa jinsi gani maandiko yanatufunulia utendaji wa Roho Mtakatifu kwa ishara hii ya upepo? Kwa sababu maandiko yanapomfunua Roho Mtakatifu katika ishara yanatufunulia mambo yafuatayo. Moja, yanatufunulia utendaji kazi wake, lakini pia yanafunua asili yake ya kwamba yeye ni nani. Na kama ambavyo Biblia inatufunulia kwamba yeye ni Mungu. Tutaona kwa kina. Ishara hizi ni za muhimu sana kuzifahamu kwa sababu zinatuongoza tufahamu jinsi Roho Mtakatifu anavyotenda kazi. Na anatenda kazi wapi? Moja, Roho Mtakatifu anatenda kazi katika ulimwengu aliouumba. Kazi yake haiko limited, yani haina mipaka. Anatenda kazi katika ulimwengu aliouumba, the entire universe. Lakini jambo la pili, Roho Mtakatifu anatenda kazi katika kanisa lake. Kanisa ambalo ndilo linamwakilisha Mungu hapa duniani. Roho Mtakatifu anatenda kazi katika kanisa lake. Na eneo la tatu la muhimu, Roho Mtakatifu anatenda kazi katika maisha ya mtu binafsi. Na ukisikia Roho Mtakatifu anatenda kazi katika maisha ya mtu, sio tu waumini, sio tu wale wanaoamini. Hapana. Roho Mtakatifu anatenda kazi kwa wote, watu wote. Ila kunatokea tu makundi mawili. Kuna wale wanaokubali ushawishi wake, wanajiunga na imani. Kuna wale wanaokataa ushawishi wake, wanachagua, kwa hiyo wanavuna kile walichokipanda. Kwa hiyo kazi yake, utendaji wake hauko limited. Utendaji wake ni kwa wanadamu wote. Kila mtu aliyeko katika dunia hii anatendewa kazi na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatenda kazi katika moyo wake. Nikukaribishe sana katika juma lijalo tunapoanza kuona utendaji wa Roho Mtakatifu kwa njia ya ishara mbalimbali, na hasa tukiangalia ishara ya upepo. Hapa tutagundua jinsi Roho Mtakatifu alivyofunuliwa ndani ya Biblia kwamba yeye ndiye mtendaji katika utatu, na anapotenda kazi anatenda kazi kama Mungu kwa mamlaka yote ya kiungu, maana yeye ni nafsi ya tatu katika ule utatu wa mbinguni. Mungu atubariki. Mungu atupe tafakari njema kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kabla tujaomba, ni kukaribisha, ikiwa una swali au una hoja yoyote, tafadhali tuma hoja yako au swali lako katika namba inayopita hapo chini katika screen yako. Mungu akubariki. Karibu tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Tusaidie tufahamu ishara hizi za Roho Mtakatifu na jinsi ambavyo zimefunuliwa katika Biblia, ukatuongoze tukakuamini wewe Yesu Kristo Mwokozi wetu, na hatimaye tukaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.